Na leo asubuhi tumeona unachangia kuhusu jeshi la zimamoto. Hilo lenyewe unaweza kalizungumziaje? Mheshimiwa Mwita Mwikobe wa Itara, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, zimamoto wilaya ya Tarime hawana gari, hawana ofisi. Kwa hiyo utendaji wao kazi ni mgumu kweli na wanashusha hadhi ya jeshi hilo. Je, ni lini serikali itatoa huduma hizo muhimu kwa watu wale wafanya kazi kwa heshima? Kwa kweli ikija hoja ya tuseme jeshi la polisi kwa ujumla, mimi nikitafikiri kiangalia naona kama jeshi la wananchi wana unafuu sana wa mambo mengi. Jeshi la uhamiaji na yenyewe ni afadhali, lakini unapokuja kwenye jeshi la polisi na zimamoto, kwa kweli maeneo mengi wana hali mbaya sana. Wana hali mbaya kuanzia makazi yao, wana hali mbaya kuanzia hata ofisi zao, wana hali mbaya kuanzia vitendea kazi ofisini kwenyewe, ofisi, meza, viti, wana hali mbaya mpaka hata ofisi zao, wana hali mbaya mpaka hata makao. Sasa niuliza pale Tarime kwa sababu naona hata ninapozungumza hivi ni kweli hawana gari kabisa pale Tarime. Kwa hiyo hata akija DC anafanya ziara, wanafanya kuomba lifti. Sasa maana yake ikitokea jambo kuagiza kwa haraka inakuwa ni ngumu sana. Lakini ofisi yake pia ile ofisi ilikuwa lazima na halmashauri. Nasikia halmashauri inahitaji majengo yao kwa sababu wanataka kufanyia kazi ya kiutendaji. Kwa hiyo ndio maana akasema ni vizuri na muombe Mheshimiwa Waziri, nitumie fursa kumwomba Mheshimiwa Waziri Bashungwa, Waziri wa Mambo ya Ndani, kwamba ni muhimu wanapokuwa wanafanya maboresho, kwa kweli wanapaswa kuja na mpango mkakati kwa ujumla wake kuboresha wizara yake ya mambo ya ndani kwenye sekta zote, kwa sababu unajua unapokuwa unatoa huduma kwa watu, kwa mfano kuna vitu ambavyo unaweza kukuta wananchi wanahusisha sana na polisi. Wakimuona mazingira yanafanya kazi, mtu hata gari hauna au gari ipo haina hata tairi, zikisha mpaka ni mtu wa kuombaomba, uniform haijakaa sawa, malipo kidogo hivi, ofisi yako imekaa ovyo, karatasi haipatikani. Kwa hiyo hiyo yenyewe inaleta implication kwamba inaweza, lakini ukiangalia jukumu walionalo la kulinda raia na mali zao ndio kubwa. Hao FFU ndio wanalinda mabenki, FFU wanalinda maduka makubwa, FFU wanalinda mahoteli makubwa kama haya. Sasa ni watu ambao maisha yao yaboreshwe, yaendane na kazi ambazo wanazifanya, lakini pia kuondoa mambo ya kudharauliwa. Unajua wakati mwingine pia ile physical appearance inaweza kukuhukumu pia, ingawa uonekano wako unaweza kuwa tofauti na tabia yako, lakini tumesema kama waziri kwa ujumla na serikali waangalie namna ya kuboresha jeshi la tuseme wizara mambo ya ndani kwa ujumla wake kwa kile vitengo vile.